Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Vijana wa eneo la Mbeli wilayani Kiteto mkoani Manyara wameamua kuachana na vitendo vya kihalifu vikiwemo wizi na kubuni njia mbadala ya maisha kwa kuwa wabunifu na kutengeneza maguta ya kienyeji ya kufanyia kazi katika eneo lao. Wakizungumza na Kurasa, baadhi ya vijana hao wamesema kuwa awali walikuwa wakijihusisha na vitendo viovu kama vile uvutaji wa bangi kwa kutokuwa na kazi za uhakika, lakini sasa kazi hizo za ubunifu zimebadilisha kabisa maisha yao. Hali zamani ya vijana walikuwa wanajiingiza kwenye vikosi vya uvutaji wa bangi, kwenye uhalifu wa kila namna, uhalifu wa kuiba, lakini leo hii vijana wa kitongoji cha Mbeli tumeingia kwenye bunifu za kutengeneza maguta ya kienyeji. Hii inanishawishi kuishawishi serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuliangalia hili katika jicho la tatu, kwamba hawa vijana ni vijana ambao wameachana na habari ya kuwaza ujinga na kuwaza uhalifu, wakakaa chini wakabuni kitu kama hichi. Na shauri halmashauri ya wilaya ya Kiteto ijaribu kuwaona hao vijana wapewe mikopo. Mikopo ipo 10% ya vijana. Wapewe hao vijana ili wajikwamue na kuondoa mambo ya ulevi waliokuwa na utumia tangu zamani. Kawaza kwanza niwaza nitengeneze kitoroli. Lakini kutokana na mashine nilizonazo ndani, nikana generator, nikana pikipiki ambayo imekufa, nikawaza nikiziunganisha kinaweza ikawa kitu ambacho kinaweza kufanya kazi kwa urahisi. Na tuendelee na Kurasa. Wakati mvua kubwa zikiendelea kuharibu miundombinu katika maeneo mengi jijini Dar es Salaam, baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Mabibo wanasema wameendelea na shughuli zao kama kawaida licha ya mvua hizo. Wafanyabiashara hao wameeleza kuwa vizimba vilivyojengewa na serikali vimekuwa mkombozi mkubwa tofauti na miaka ya nyuma ambapo mvua zilikuwa zikiathiri biashara zao moja kwa moja, huku meneja msaidizi wa soko la Mabibo akisema kuwa serikali ina mpango wa kujenga vizimba zaidi kwa ajili ya kuwapangisha wafanyabiashara wote na kuboresha mazingira ya biashara katika soko hilo. Kilicha nyuma alikuwa hamna mbinu mbadala kwa sababu ilikuwa mitalo hamna. Sasa hivi watu wametongezea mitalo, banda kama hivi unavyoona, atunyeshewe na mvua, ndio changamoto za hapa. Ina maana hapa sasa hivi tuko sehemu salama. Tukuja katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu, tope na nini, hali ilikuwa sio nzuri, lakini baada ya serikali kuchukua soko, kwa kweli wameliboresha, wametupigia mabanda, wametupigia zege. Kwa sasa hivi kwa ufupi asilimia kubwa tope limepungua sana kwa asilimia 70 mpaka 80. Sasa hivi tumewapanga wafanyabiashara wachache kwenye maeneo ya vizimba ambao mpaka sasa hivi wanaendelea na kufanya biashara. Ila baadhi ya wafanyabiashara wengine wengi bado inapofikia kipindi hiki cha mvua, kama mnavyoona, ni kwamba wanaendelea kuhangaika sehemu za kuuza na wamekuwa wakitawanyika. Hii ni kwa sababu ya miundombinu bado haijakamilika. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Baada ya serikali kuleta mradi mkubwa wa maji unaoharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.1 katika vijiji vya Msisima na Mnalawi vilivyopo katika halmashauri ya wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma, sasa wananchi wa vijiji hivyo wanakwenda kuondokana na changamoto ya kukosa maji safi na salama, ambapo wanawake wajawazito wamekuwa wakikumbwa na adha hiyo kubwa wanapohitaji huduma za afya, kwani hulazimika kuchota maji mtoni kabla ya kuelekea katika kituo cha afya kwa ajili ya kujifungua. Wakieleza changamoto ya kukosa maji safi na salama katika vijiji hivi vya Msisima na Mnalawi ambavyo vipo katika halmashauri ya wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma, baadhi ya wanawake wa vijiji hivyo wamesema wamekuwa wakipata adha kubwa wanapohitaji huduma za afya, kwani hulazimika kuchota maji hayo ya mtoni kabla ya kuelekea katika kituo cha afya kwa ajili ya kujifungua. Kwa tuna changamoto ya maji. Sio mama wajawazito tunapata shida ya maji, alafu zahanati ndio kuzidi. Kina mama wanapoenda kujifungua, maji wanaenda kubeba mtoni ndipo waenda hospitali. Kwa kweli tunashukuru kwa mradi huu, tunashukuru sana kwa sababu tutakuwa na uhakika wa maji ambayo itatusaidia kusevu muda mwingine wa muda tunaotumia muda mwingi kutafuta maji. Mradi unaenda kuondoa changamoto ya upatikanaji huduma ya maji safi na salama kwa maeneo ya vijiji vya Msisima pamoja na Mnalawi vilivyopo wilaya na Namtumbo. Mimi nataka niwahakikishie ndugu wananchi, kwa jinsi tulivyokagua mradi huu na kwa maelezo ambayo tuliopatiwa,
Basi kupitia Mwenge wa Uhuru siku ya leo, ukiwa unaweka jiwe la msingi, basi muhakikishe muda sio mrefu maji hapa yatatoka, na maeneo yote ambayo yamekusudiwa maji haya yatafika, ili wananchi wetu msipate shida tena. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia kurasa, na kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hii leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.